La ilaha illa Allah ndiyo inayotuunganisha wanadamu wa Kiislamu ulimwenguni. La ilaha illa Allah ni kalima ambayo ikiwa atatokea miongoni mwa waja katika binadamu akasema mimi nahitaji kujiunga na Uislamu, hatuwezi tukamwambia bwana wewe nenda madrasa kwanza ukasome ndio uje usilimu, kwamba nenda kafundishwe kutamka la ilaha illa Allah ndio uje usilimu. Papo hapo atakapodhamiria kusilimu, huyu atatamkishwa la ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah, na anapotamka kalima hiyo kharaja nuru min fihi fawasaati ila al-arshi wa yusabbihu Allah azza wa jalla ila yawm al-qiyamah. Tuseme la ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. Unaposema la ilaha illa Allah, nuru ndo inatoka katika mdomo wako. Nuru hiyo inapaa katika arshi ya Allah na inaanza kumsabihi Allah mpaka siku ya Kiyama. Waman qala la ilaha illa Allah inda naumihi bata ruhuhu tahta al-arshi. Yeyote atakayetamka la ilaha illa Allah wakati wa kulala, nafsi yake itapaa katika arshi ya Allah na itaendelea kuhifadhiwa katika arshi ya Allah mpaka muda yule jamaa atakapoamka. Yani wewe kabla ya kulala ukasema la ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah, kama utatamka kalima hiyo kabla ya kulala, yani nafsi yako itachukuliwa na kuhifadhiwa katika arshi ya Mwenyezi Mungu, na nafsi hiyo itakaa hapo mpaka mapambazuko ya alfajiri, kwa sababu tu umemtaja Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumpwekesha yeye kabla ya kulala. Tuseme tena la ilaha illa Allah. Ndugu zangu katika imani, katika maisha tulionayo, bila ya kumtegemea Mwenyezi Mungu aliyetuumba sisi, hatuwezi tukawa na furaha. Hatuwezi tukawa na furaha ya nafsi, wala hatuwezi tukawa na furaha ya mwili, kwa sababu siku zote nafsi zetu zitakuwa katika taharuki. Tutakuwa katika mazingira mazito tukidhani kwamba tupo salama, kumbe wasiwasi unatoka. Watu waweze kumwabudu Mwenyezi Mungu kwa ajili ya nafsi zao na maisha ya baada ya